الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، leo inshallah tunaanza sura mpya, sura inayofuatia baada surati al-Fath. Inna fatahna, nasoma surati al-Hujurat, na sura hii kwa mpangilio umekuja baada surati al-Fath. Surati al-Hujurat ni sura iliyoshuka baada surati al-Fath. Iko ile ni sura 48, hii sura 49. Aya zake nashuka Madina طبعا, na aya zake 18. Aya zake 18. Aya hizi ni aya nyingi nasaha za Mwenyezi Mungu, bali ni tarbia za aya za malezi za kulea waumini kwa tabia njema zilizokuwemo na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tarbia ilahia ambayo anatakiwa kila Muislamu awe na tabia hizi. Na sisi tu katika haja kubwa ya kujua mengi yaliyokuwa muhimu ili kuyafuata, ili kuboresha Uislamu wetu, kwa sababu yaliyokuwa humu ndani ni muhimu sana katika maisha yetu. Sura hii inaita mara 5, aya 5 zinataja ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu. Na tukiona ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, basi kuna jambo linaloamrishwa ili tusikilize tulifate, au linakatazwa tusikilize tuepuke nalo. Alikushaamini akamkubali Mwenyezi Mungu mmoja, akatii maamrisho yake yote, yuko tayari kubeba majukumu yanayoambiwa katika kila aya yenye kusema ya ayyuhalladhina amanu. Mtu atege sikio zuri, kila muumini anaposikia ya ayyuhalladhina amanu, basi atege sikio, aya inaniamrisha mimi kitu gani? Katika aya zote 18, aya 5 zimeanza kwa ya ayyuhalladhina amanu, na hii kuonesha umuhimu namna gani maamrisho ya Mwenyezi Mungu yanapoteremka katika sura hii. Basi aya moja ya ayuhan nas, na hii ayuhan nas ni wito kwa watu wote wajue ile alaka iliyokuwa baina Mwenyezi Mungu na viumbe vyote, kama tutakuja kusoma baadaye. Na ni aya yenye kumwelezea asiyekuwa Muislamu kwamba Mola anatuambia kwamba sisi sote ni kitu kimoja. Aliyekuwa bora katika sisi yule ambaye anayemcha Mwenyezi Mungu zaidi. Inna akramakum indallahi atqakum, tutakuja kueleza baadaye. Lakini sura hii muttafaqun alayhi kwamba imeshuka baada sura al-Fath, baada sura al-Fath, na mwaka 6 Hijri. Itakuwa walosema mara tu baada kurudi Hudaybiyah, lakini zaidi wanasema kwamba imeshuka amal wufud mwaka 9, kwa sababu tukio la Hudaybiyah ni kama password ya ufunguzi wa Uislamu na kutapaka kwa Uislamu na kuenea. Kwa sababu baada hapo tukitu cha mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilofanya ni kupeleka wajumbe wake kila pahala kuwalingania watu dini, kwa sababu mwanzo alikuwa hana time, kutoka kwa Hajir mpaka mwaka 5 vita juu ya vita. Mwaka 6 ndio kufanya umra, ukatokea sulhu, tukashajua baina Waislamu na makafiri wa Quraishi wa Makka kwamba hakuna vita baina yao. Ndio akapata ile kupumua na kueneza Uislamu ulimwenguni. Akapeleka barua kwa upande wa Rumi na Faris na Misri, kwa Muqawqas wa Misr na Kisra wa Faris wa Kaisar wa Rum na Najashi na kila mtu. Ikawa ndio mwaka kueneza Uislamu. Na alafu ikatokezea vita vya nini? Vita vya Khaybar, na baadaye ikawa kuteka Makka. Baada kuteka mwaka 8 Uislamu kazidi, na idadi ya watu wote wakaingia Uislamu katika dini. Kutoka Makka ikatekwa, vita vya Hunain imetokezea na kuteka Taif yote. Yani mwisho wa mwaka 8 katika jazira Arabia yote watu wote wameshaanza kuwa Waislamu, kwa sababu imeshakuwa ni dola kubwa lenye nguvu. Ikawa mwaka 9 Hijri, Mtume sasa anabaki na miaka miwili ya kuishi, 9 na 10, mwanzo wa miaka wa kuingia mwaka 11 baada ya Hija, miezi miwili, alafu siku 12 tarehe 12 Rabiul Awwal akaondoka duniani. Kwa hivyo mwaka 9 Hijri ulikuwa mwaka ambao watu wote sasa wanaogopa. Twende
tukaingia katika dini na sisi. Ikawa umeitwa mwaka 9 hijri amul wufud, mwaka wa kupokea wageni. Katika kupokea wageni wengi wanakuja kuingia katika Uislamu. Walikuwa wajui chochote kuhusu Uislamu, wanakuja. Waliokuwa wanafiki wanaanza kugeuka kurudi katika Uislamu. Kwa hiyo utaona kwamba mwaka 9 na 10 ni mwaka ambao uliosababisha Arabian Peninsula yote, Jazira Arabia yote kuingia katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaondoka duniani ila Jazira Arabia yote imeshasafishwa na ushirikina. Na baada ya kuvunja masanamu mwaka 8 hijri wakatakaswa sehemu ya Maka. Mwaka 9 na 10 makabila kuja kuslimu, wakasema hatuingia tena Jazira Arabia, dini ya ushirikina katika eneo hili. Hadith la yajtami'an, hazitojikusanya dini mbili zikawa pamoja baina ya Uislamu na dini nyingine katika maeneo matakatifu haya. Kwa hiyo mwaka 9 amul wufud, watu wengi wanaingia katika dini. Na watu wanahitajiwa kupata akhlaq za kidini. Na yale yaliyotokezea baada ya hii kwamba baadhi ya watu walitaka kupinga baadhi ya shuruti alizowekewa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sulh Hudaybiyah, wale pia wanahitajia sura kama hizi kwa kuwalea. Sura hii ya sura al-Hujurat ndani yake na kujenga tabia za Kiislamu zinazotakikana kwa kila Muislamu. Na sababu wanasema kwamba hasa iliyosababisha kwamba kushuka sura hii, kwamba wajumbe wanapokuwa wanakuja i'lan islamuhum, yani kudhihirisha Uislamu wao na kukiri mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi kaum kadha kadha bani kadha kadha tumekuja kwa niaba ya watu wetu kuja kuslimu. Anapokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anarudi, anawapa watu kwenda kuwafundisha dini, wanakuja kabila nyingine, ujumbe wao wafd, yani ujumbe. Kwa hivyo ikawa ni mwaka 9 wote na kuanza mwaka 10 ni mwaka kupokea makabila wanaoslimu. Hawa wanataka kufundishwa Uislamu, wanataka kufundishwa dini, wanataka nini? Kwa hivyo hawa wanaitwa sasa hivi kwa mwenyewe mloamini, sikilizeni maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo aya zake zote zinakuja za kutufundisha tabia, akhlaq za kila Muislamu anazo. Umekuja katika makabila yaliokuja, kuna wafd Bani Tamim. Bani Tamim ambao ndio huyo Sajah alikuwa mutanabbi, alijitia mwanamke mtume hakike. Yeye ndio ambaye aliolewa na Musailima katika Yamama. Wakaoana mtume dume na mtume jike. Wakaunganisha vikosi vyao, ndio kwa maana katika vita vilikuwa vikali katika harbul murtadin, kupigana na wale watu wa ridda waliortadi, vilikuwa vita vya Yamama kwa Musailima al-Kadhab na watu wengi waliokufa. Katika sababu zilizoshuka kwamba hawa Bani Tamim na wao pia ikabidi mwaka 9 na wao waje kuja kusilimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika watu hawa ambao wanatajwa katika sababu za kushuka sura hii, kuna watu watatu wanatajwa. Kuna Al-Aqra ibn Habis, kuna Uyayna ibn Hisn, kuna Qaqa ibn Ma'bad. Hawa watu watatu hawa ni katika viongozi wa mbali hao tu wanaokuja. Lakini walipokuja Bani Tamim, sababu ya kushuka hizi aya, na ikawa waliposogea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wapate kuelezea kwamba wanataka kuslimu, ikawa pamezuka maneno baina Saidina Umar na Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq akasema mimi nataka kama atachaguliwa amiri wao au mkubwa wao nani, moja katika nafikiri alitaja Aqra ibn Habis au Uyayna ibn Hisn, na Umar Khattab akasema la, mimi naona fulani apewe ukubwa wao, awe ndo inchaji wa kabila lao. Kidogo Abubakar Siddiq akainua sauti kumwambia Umar kwamba kiasi umekusudia wewe unipinge tu, nimemchagua mtu na wewe umechagua mtu mwingine awe amiri wao, basi kiasi unipinge. Sauti kidogo zikapaa, hapo ndio zikashuka hizi aya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. aya hizi tuchukue maana nini ni makusudio hasa, hata iliposhuka na maana kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Wanaambiwa wote watu walioamini, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Nini maana la tuqaddimu? Msiqaddimu yani msitangulize. La tuqaddimu baina yaday Allah, mbele ya neno la Allah. Baina yaday mikono miwili, baina yaday biqasdi sana inatumika kwamba mbele. aliposema Nabii Isa, ya ayyuhalladhina wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaykum, mimi mtume Allah mbele yenu, nimeletwa kwa ajili yenu. Musaddiqan lima baina yadayya, mkisadikisha yale yalikuwa mbele yangu, yalikuja kabla, yani min at-Taurat. Wa mubashiran, nakubashireni birasulin, kwa mtume yati min ba'di, atakayekuja baada yangu mimi, ismuhu Ahmad. Kwa hivyo baina yadayya yalikuwa ya mbele. Kwa hivyo la tuqaddimu baina yaday, baina msitangulize mbele ya yaday, mikono miwili, yaday Allah. Na hapa kusudia kwamba msitangulize lolote mbele ya neno lolote la Mwenyezi Mungu wa rasuli, na mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yaday Allah, hapa imetumika la tuqaddimu. Sasa nini msitangulize? Kitu gani? Nini maf'ulun bih? Kitu gani object chenye kutangulizwa? Kitu gani? Hakijatajwa. La tuqaddimu bas baina yaday rasul. La tuqaddimu qawlakum, qawli yenu. La tuqaddimu fi'lakum, kitendo chenu. La tuqaddimu kitu gani? Hukumu yenu. La tuqaddimu anfusakum. Ikiwa hakijatajwa idhan hapa vyote vinaingia. At-taqdim chochote hapa mamnu fi kulli shay, chochote kutanguliza inakatazwa hapa. Na hiyo kwamba hudhifa al-maf'ul bi litamim, wanasema kuondoshwa kwa kile mkendwa. Maf'ul bi kitu gani? Ili chochote unachofikiria basi kinaingia katika maana hapa. La tuqaddimu msitangulize baina yaday Allahi wa rasulihi, msitangulize kauli yoyote au neno lolote, suggestion yoyote, iqtirah yoyote, fikra yoyote, jambo lolote ikiwa liko la Mwenyezi Mungu mbele. Ndio la Mwenyezi Mungu, lakini imepitiwa na wakati. Ndio, lakini kwa hivi sasa haiwezekani. Ndio, lakini ukitia khalas umekwenda kinyume na aya, umshakuwa kafir. Lolote utakalosema dhidi ya Qur'ani ilosema au hadithi iliyo sahihi, akatoa amri Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kinyume, basi ushakuwa umekwenda kinyume. Habata amalukum, amali zako zishapotea, zisharibika. Na ndio kwa maana hii kushuka sura hii inatilia nguvu zaidi kusisitiza kwamba kama mlikuwa mkimpinga katika sulhul Hudaybiyah, mkatia maneno yenu, mkaanza kutaka kumkosoa mtume, basi hapa sasa ndio mnaambiwa officially, rasmi, decree inaandikwa hapa, inashuka kwamba nini sasa hivi hamna ruhusa kwa jambo lolote. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah, sitangulize lolote. Na kama kwamba mtu yote atamkosa mtume sallallahu alaihi wasallam, khata'a ma'a rasulillah huwa khata'a ma'a Allah. Atamkosa mtume basi amemkosa amemkosa Mwenyezi Mungu. Naam. Tazama kwa watu wanaopenda
rais anakwenda, sultani anakwenda, waziri anakwenda, anakuja mtu anamtangulia mbele yake, hata ikiwa masafa ya mikono tu karibu, si heshima. Anapokuwa yule mkubwa anakwenda na msaidizi wake yupo karibu yake, au wale wafuasi wake walikuja nao, wewe huwezi kutangulia, ni kunavunjia heshima yake. Sio? Kwa hiyo ikiwa hivi kwa binadamu, ukefu unapokuwa kauli ya Mwenyezi Mungu, amri ya Mwenyezi Mungu, katazo la Mwenyezi Mungu, ukatia lako ukasema hii imepitiwa na wakati, mfano hili halifai kwa sasa bwana, si hatuwezi kuishi hali kama hii, ala abadan. Kwa hivyo la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullah. Kwa hivyo inakatazwa kutoa ushauri wowote, rai yoyote, ikiwa Qur'ani imetoa rai. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakutoa rai akatanguliza, la mimi naona hivi, la, atoe Mtume sallallahu alaihi wasallam rai. Kama hajatoa akikwambieni nataka mashauri yenu, mnasemaje? Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katoa amri kwamba haya leteni, ashiru ilayya ya qaum, kasema katika vita vya Badr, kasema na akapewa mashauri mbalimbali, hasa mambo yanayohusu vita, strategy za vita, wapi tukae, location gani muhimu, vipi na kukabiliana na maadui, kachukua sifa kwa watu wengine. Na kwa hivyo wakati anapotaka anasema ashiru, na amri ameambiwa Mtume sasa, washawirhum fil amri, wachukua mashura yao, washauri gani, wa amruhum shura bainahum, wanapokuwa baina yao wao wanashauriana, ndio mambo yanapokwenda. Lakini anapokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asitangulize mtu lake, asitangulize lake kabisa, wala mtu hana ruhusa kutanguliza neno lake au kusema neno au akazungumza yeye na mtu mwingine mbele ya Mtume na Mtume yuko pale, ili achukue ruhusa. Kwa hivyo aya ni dalili ya kuonesha kwamba taa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila jambo ni wajibu. Na mtu yote anakwenda kinyume na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au maelezo yake au maamrisho yake au makatazo yake, yanakatazwa, na hana ruhusa mtu yote kusema neno kinyume cha hivyo. Na wakati wote Mtume anatangulia, ikiwa katika chakula, ikiwa katika kuingia pahala, katika nini, hawezi mtu kuingia mbele yake akamkata Mtume sallallahu alaihi wasallam abadan. Wattaqullah, namcheni Mwenyezi Mungu. Attaqullaha alladhi amarakum bihadha, alikuamrisheni kwa hili, mcheni Mwenyezi Mungu. Wattaqu li mukhalafati, mcheni katika kufanya kinyume na alivyoamrisha, kwa sababu Mwenyezi Mungu inna Allaha samiun alim. Wattaqullah inna Allaha samiun alim, hakika Mwenyezi Mungu mwenye kusikia na mwenye kujua kila kitu. Samiun li aqwalikum alimun bi af'alikum, anasikia kauli zenu zote, anajua vitendo vyenu vyote. Kwa hivyo hapa mtu yote akatanguliza lake fikra yake kutaka kuikosoa Qur'ani, kutaka kuikosoa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaingia katika watu ambao wanakwenda kinyume na maamrisho ya Allah. Tunaambiwa tumche Mwenyezi Mungu, tusitie letu mbele ya hadithi ya Mtume, tusitie letu mbele ya aya ya Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika kusisitiza jambo hili, sallallahu alaihi, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi yatihi amrun mimma umirtu bihi au nuhitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Atakuja mtu mmoja wenu amekaa kwenye kiti chake, inamjia amri au katazo kutoka kwangu, akasema sijui, la adri, ndio kuta katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani ndio ninafuata, na kisichokuwa msifati. Na hadithi kama hiyo nyingine, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal asa rajulun yablughu alhadith anni, wenda mtu kamfikia hadithi kutoka kwangu, wa huwa muttaki'un ala arikati, naye amekaa amegemea katika kiti chake, fayaqulu, nasema bainana wa bainakum kitabullah, baina yetu sisi na nyinyi kitabullah,
kitabu kimesema Qur'ani, fama wajadna fihi halalan istahlalna, tukiona halali katika Qur'ani na sisi tahalalisha. Wama wajadna fihi haraman haramna, kilichosema haramu ndani ya kitabu cha Qur'ani na kitabu cha Mwenyezi Mungu hichi tutaharimisha. Wa inna ma harrama Rasulullah, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia watu wanasema sisi Qur'ani tukwetu hadithi za Mtume hatuzijui, mwambie ajue kwamba wa ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah, ajue kwamba alichokiharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama alichokiharamisha Mwenyezi Mungu. Na hii ni dalili kwamba hadithi ya Mtume ni wahi, lakini huwa ma yantiqu anil hawa, asemi apendavyo, bali huwa ila wahi yuha, kila anachoambiwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anaelekezwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa Qur'ani ni maneno ya Allah matupu ambayo tunataabad kwa kusoma, na hadithi ya Mtume ni maamrisho ya Allah, na aliposema man yuti rasula faqad ataa Allah, anamtii Mtume amemtii Allah, wa atiu Allah wa atiu rasul, atiu Allah wa atiu rasul, kwamba sheria anazozitunga Mwenyezi Mungu akakupeni kwa ajili ya maisha yenu muishi namna apendavyo Mwenyezi Mungu, basi lazima mtii, na yale mambo anayosharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wa atiu rasula pia. Lakini kwa yoyote mwingine asiyekuwa Mtume ambaye mwenye kupokea wahi kwa Mwenyezi Mungu, wa ulil amri minkum, kwa sababu ulil amri minkum anatakiwa achukue taatullah wa taati rasul ili atekeleze mambo mengine kwa ajili ya raia wake. Kwa hivyo anachoke, kama si hivyo tungelijuaje mnakusali sala 5 na time zake na rakaa zake na mengineyo, na mnakufunga na ikiwa Mtume sasa hajatueleza details, tafasil, maelezo zaidi yanakuja kutokana na hadithi ya Mtume sasa. Kwa hivyo inapokuwa kwa kauli ya Mtume sasa pamoja na kauli ya Mwenyezi Mungu au kauli ya Mwenyezi Mungu tupu, basi mtu lazima asitangulize lake, afuate kama yalivyo. Inakuja ya pili, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu imerepeat anida kwa walioamini, na hii maana yake lijadhbi al-intibah, anasema kwa ajili ya kuwavutia watu wapate nini, kuntabih, kushughulikia na kusikiliza vizuri, na iwe mazid lilti'ab, hiyo mawaidha ya kutia nguvu zaidi na kuonesha umuhimu wa ile jambo linalotaka kuzungumzwa. Kwa sababu alladhina amanu ingekuwa moja hichi na hichi na hichi moja, kila moja na alladhina amanu enyi mlioamini, naam tusikiza ila pili. Kwa hivyo unatantabihi akthar, yani unakuwa unasikiliza kwa makini zaidi na kwa uzuri zaidi na kwa hudhur zaidi. Kwa hivyo inakuwa inakuzindua, na amri inapokuwa jambo muhimu na khatir, yani jambo linaweza kumtia mtu motoni akapoteza amali zake. Kwa hivyo inatakikana lazima aitwe kwa ya ayyuhalladhina amanu. Naam, nini mko mnasikiliza ile amri inatajwa, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi, msinyue sauti zenu juu ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi, enyi mlioamini msipaze sauti zenu kuliko sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya la tarfa'u, sawa, basi inaweza kwa leo zikawa sawa sawa, iko sinue tu basi sauti yangu na sauti ya Mtume iwe sawa sawa. Kwa hiyo masahaba nayo chance kwamba sauti yao wapaze kiasi cha kwamba wanapaza Mtume sawa, kwa sababu kipande kinachofuatia wala tajharu lahu bilqawli, wala msimuinue sauti zenu kwa nguvu zaidi, kwa jahr, kwa kupaza sauti zaidi, bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd, kama mnavyopaza sauti baina yenu kwa wenyewe kwa wenyewe. Mtu kwa mtu sauti zikiwa sawa, mmoja kapaza juu mwenzie yale zenu, lakini hata kwamba sawa sawa isiwe kutokana na kauli hii kutilia nguvu. Unapozungumza lazima sauti yako iwe chini ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii dalili ni kwamba inaposoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mtu alikuwa akisikia hadithi ya Mtume mbio anakaa. Kwa nini? Hadithi ya Mtume inatajwa maneno yake, alafu mimi nisimame anakaa. Mwingine alikuwa kaegemea hivi anasikia qala Rasulullah sallallahu anakaa uzuri, heshima. Kwa nini? Kwa sababu au meifahamu zaidi aya inayokusudia wala tajharu lahu bilqawl, yani kuipa heshima kila kauli yake, akiwa hai akiwa hayupo. Watu wanapopita kaburi lake wanakaa kimya, anapita kwa taratibu.
Saidna Umar aliposikia watu wawili wanazungumza kwa sauti kubwa karibu na kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaita njoni nyinyi watu wapi? Si watu wa Madina hapa. Akamwambia la, sisi tunatoka Taif. Kwanza ningelikuwa mtu wa Madina ningekuchapeni mpaka mkaona maumivu ya kupigwa. Nyinyi hamjui kama mko kwenye kaburi la Mtume. Vipi mnapaza sauti zenu? Kwa sababu nyinyi hamko, si mtu watu hapa, nende zenu. Kwa hivyo wala tajaru lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'd, kama mnapaza sauti baina wenyewe kwa wenyewe mnavyofanya. Ikiwa mtafanya hivyo, an tahbata a'malukum wa antum na hii kajahri hii kafu litashbih wa tamthil, kwa mithili yake iwe sasa na ile kajahri, mfano ni mnapopaza nyinyi sauti zenu wenyewe kwa wenyewe mnapokuwa mnazungumza. Kwa hivyo hapa lazima sauti iwe akhfad, iwe munkhafidh, iwe chini, sauti isipaze juu kabisa. ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم بعض وعندك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عمل زينو ذكاهربيك وأنتم لا تشعرون. الحبوط هو الهلاك والضياع والذهاب كوانغامية كوهربيك. عمل زينو ذكاهربيك زمبوتيا. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ننيهم هيسي كبسا، هذا مش شعور. Kwa sababu mtu anaweza kufanya jambo hahisi kwamba anafanya kosa. Ama yule anayefanya maksudi na akapaza sauti, basi huyo hii kufuru, inaingia kwenye kufuru. Yote anasema neno akienda kinyume akapaza sauti mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, istihana fi rasul, kumdhalilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuona kwamba yeye jabari ana jeuri ya kusema mbele ya sauti kutoa na hali Mwenyezi Mungu anakataza, basi huyo mtu hana senti moja katika amali zake, patupu anaondokea. Na mmoja katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu sahaba anaitwa Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais ibn Shammas. Thabit ibn Qais katika masahaba, bali alikuwa khatibu nabii. Hassan ibn Thabit alikuwa shairi nabii, mshairi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa shairi limeletwa, anaambia ya Thabit, Hassan mjibu, anajibu kwa shairi. Huyu Thabit ibn Qais alikuwa ni khatibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wafdi unakuja, ujumbe unakuja, ya Thabit waambie kadha kadha kadha, yeye anapanga maneno na kusema neno, kwa ndio msemaji mkalimani wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye Mwenyezi Mungu kamjalia sauti yake kali, akisema basi mtu alikuwa mbali anasikia kwa ukali wa sauti yake. Kapewa hichi kitu ambacho kwa hapa yeye mwenyewe kaona kama kwamba ni kitu kinakwenda kinyume na maamrisho ya nini, la tarfa aswatakum fawqa sawti. Aliposikia haya hii, karudi zake kwake, kajifungia, kakaa analia. Mimi nishangamia nini, sauti yangu napaza kila siku mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohisi huyu mtu mbona hatumuoni, hebu jamaa tunasikia kajifungia nyumbani, sijui, hebu nene kamsikize kuna kitu gani. Akaenda kauliza, ana hulik nimeangamia, halaka Thabit ameangamia. Kwa nini? Kwa sababu mimi napaza sauti yangu kila siku na mimi hata sina habari. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, amali zenu zitaharibika na nyinyi hamhisi. Akarudi akamwambia Rasulullah, Thabit ibn Qais amejifungia kwa sababu yeye anapaza sauti sana, kwa hivyo anaona ndio mtu shangamia, hawezi hata kukaa chini yako. Sasa akaambia huwa lasta minhum, mwambie Mtume, nenda kwake mwambie yule aliyotumwa, mwambie anta lasta minhum bal taishu hamidan, utaishi kwa kuhimidiwa na kushukuriwa, watamutu shahidan watadkhulu janna, na utakufa shahidi na utaingia peponi. Alibashiriwa pepo, mtu wa furaha, bashiriwa pepo, mbali wale 10 mubashirina bil janna, wale 10 walibashiriwa pepo. Na huyu Thabit ibn Qais alibashiriwa pepo. Naam, na atakufa shahidi na kauli aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya murtadin hawa katika Yamama, Musailim al-Kadhab
amekufa yeye hapo, kafa shahidi pamoja na Salim Maula Abi Hudhaifa, katika wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia akafariki pale. Anasema kaja mmoja katika Waislamu akamvua dir'i yake, ngao yake, ilikuwa nguo yake ya vita ambayo ilikuwa nzuri sana ya ghali, akaichukua akaenda kaificha pale fulani. Mmoja katika Waislamu ameoteshwa, raa fi manami, kamuota huyu nani Thabit bin Qais, anamwambia ya fulani, dir'i yangu imechukuliwa na mtu fulani, akaenda kaificha pale fulani, nenda kaichukue dir'i, mwenda kwa Khalid bin Walid, alikuwa qaid wa jeshi, mkubwa wa jeshi katika vita vya nini vya Yamama. Akaambia nenda kwa Khalid umwambie kwamba dir'i yangu mimi imechukuliwa na fulani, imefichwa pale fulani, aitoe, aichukue Khalid, ampekea Abu Bakar Siddiq, na ndo khalifa wa Uislamu, aiuze, halafu ikisha pesa zake thamani yake na deni kwa fulani akanilipie, na watumwa wangu awashe. Na tena nakwambia usifikiri kama hiyo ya filmanam ndoto, bali nakwambia ni hakika. Akaenda akamwambia Khalid, na Khalid anajua Thabit bin Qais ni nani, Ibn Shammas. Wakaenda pale pale alipoona, wakalikuta kweli dir'i, akalitoa akampelekea Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq akatekeleza wasia wake wote. Mtu wa pekee aliyotekelezewa wasia wake wasia wake baada ya kufa kwake huyu ni Thabit ibn Qais, kwa hadithi kwa sahihi inshallah. Wasia wake umetekelezwa wao mayit, ametaja yale na yote yalikuwa kweli. Wapi amekuta dir'i na deni kwa mtu fulani, naam, vile vile kama alivyosema mtu, na Abu Bakar Siddiq akasema nitamtekelezea kwa sababu huyu mtu kabashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قوم لكوجا بني تميم au al-Aqra' ibn Habis alikuwa ni mtu ambaye msemaji sana na katika mkubwa wa kaum. Al-Aqra' ibn Habis alikuwa mtu ghalidh, mtu mwenye mkakamavu, mtu mkavu, mtu mwenye kutisha, mtu mwenye sauti kali. Ndio akaenda katika kaumu za kuja ufudi, ndio walisema kwamba hizi aya zimeshuka mwaka 9 kwa sababu ya ufudi, wajumbe wanaokuja kutoka makabila mbalimbali, na katika wajumbe wa Bani Tamim ndio wamekuja. Wakaenda akaomba Mtume sasa katika vyumba vyake, kwa hivyo akaenda anapiga kelele, ya Muhammad, ya Muhammad, amwambia atoke katika vyumba vyake. Innal ladhina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la yaqilun, hao wanaokuita kupiga kelele nyuma vyumba vyako, hao wengi hawajui. Anasema ya Muhammad, ya Muhammad, akasema nini? Inna madhi zain wa dhammi shin, zain wa shin. Inna madhi zain, kusifu kwangu mimi kuzuri, kumsifu mtu basi namsifu anastahili kwa sababu mimi fulani. Na dhammi na kumlaumu mtu na kumshambulia mtu basi kunatisha kwangu. Naweza tanka mkata kichwa mtu atakafanya lolote anataka, madhal kanikosea basi nifanya jambo atakujionesha mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam nabii dhaka huwa Allah, sio wewe mwenye sifa hizo mwenye kwa nini ina nini madhi, kusifiwa kwangu ni kuzuri na ukali wangu ni mbaya. La, hizi sifa za Mwenyezi Mungu mwenye sifa hizo. Kwa hivyo kama hawa walikuwa wanahitajia kuelezwa hizi sifa ambazo zinazotajwa, ambazo ziko nyingi, tutazipitia inshallah zote hizi. Na kutokuinua sauti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa hai, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akishakufa, na leo sasa tunasoma hadithi zake Mtume, hadithi sahih. Yani na hapa pia sisi mtu asikie lake akasema lake, na huko hadithi inazungumza hadithi ya Mtume, na zao utaona mtu anazungumza katika hadithi, na ni jambo ambalo kinyume mtu akitazama hasa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kauli ya mtu aliyeadhimishwa na Mwenyezi Mungu, akashushiwa wahi, akatetewa na Mwenyezi Mungu kwa sifa za kila aina, halafu mtu anakuja kutia lake analiona bora kuliko za Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Kwa maana tunasema sisi hata katika tunaposali tunaposoma Fatiha maneno ya Allah yakitajwa, hizi aya mbili zinatupeleka katika kila pahala. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kimiwa sala, muingie bihudu wa waqar, muingie kwa taratibu na kwa ihtiram na heshima, na muingie bila kuadhi watu, bila kuwakera watu. Maana mpaka leo msikitini mtu anapoingia anakuwa inna Allah ma'a sabirin, yani wewe imamu ukirukuu subiri, mimi nakuja ni wahi raka. Wewe nani hata wewe? Yani tukisia sana mpaka leo inna Allah ma'a sabirin. Sabirin sio watu wanachelewa wakakera watu, au mtu analiza mafunguo yake viatu anavitupa kwa nguvu, anaingia msikitini, imamu anataka asubiri. فأما فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. asite kidogo, hata pale jamaa asema Allahu akbar na sauti kubwa toa, ili anaelewa. Wengine mama fa maksud akisikia ndio mbio anarukua na ikata sami Allah, ili asiwahi kumtia adabu, lakini hiyo mbaya si vizuri. Sasa kwa hivyo kusema kauli yote baada ya kusema Allahu akbar, kwa sababu inasoma Fatiha, adham sura katika Qur'ani, na maneno zilizofuatia sura ndogo ndogo katika maneno ya Allah, mtu hika anaweza kutenda lake. Na haya tukisema mpaka hivi leo tunapiga kelele misikitini kila siku, jamani, sala ikikimiwa, imamu akianza kusoma, anayekuja mwisho asipige viatu kwa nguvu, asikae akazungumza na mtu nyuma, asikae akasema na kulaumiana, njoo mwisho utasikia sauti, njoo kuona salisha mbele, anamwita sasa, njoo kwa yuko unga mstari, mwambie kwa ishara, kwa taratibu. Yanatokea sana, na kila siku tunasema na misikiti halile, misikiti yote mpaka hivi sasa, kwa sababu ile unapoingia uko mbele baina ya Allah, uko mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakusikizeni ibada yenu mnayoitekeleza. Subhanallah. Kwa hivyo tutasimama hapa inshallah, wa bihadha naktafi, wallahu a'lam.